vyama vya SACCOS, baadhi ya vyama hapa Mbeya vimekula pesa za wanachama wao, na kesi ziko TAKUKURU na zingine ziko kwa mrajisi. Zishughulikie hizo kesi haraka. Haki lazima itendeke. SACCOS zote lazima zifanyiwe kazi. Tusiendelee kuumiza wanachama. Kama kuna watu wanaopelekwa mahakamani, wapelekwe mahakamani. Kama hawastahili kwenda mahakamani, basi hizo fedha zirudishwe mara moja ili wahusika waweze kupata fedha zao. Dhumuni la kukutana katika hizi kipindi cha siku 3 ni kuwakutanisha wanaushirika na wadau na taasisi za serikali na serikali yenyewe kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ya kiushirika. Mafanikio ambayo yamepatikana mwaka uliopita, lakini inawezekana vile vile kuna changamoto ambazo zimejitokeza, zote zinajadiliwa. Lakini vile tunapanga mikakati ya maendeleo katika kuimarisha ushirika katika mkoa wetu wa Mbeya. Na katika mkoa wa Mbeya hii ni mara ya 3 mfululizo tunafanya haya majukwaa. Na haya majukwaa kwa kiasi kubwa sana yamekuwa na matokeo chanya katika kuimarisha ushirika katika mkoa wetu wa Mbeya na nchi nzima ya Tanzania. Sasa leo, siku ya leo ambayo tarehe 21, kutakuwa na ufunguzi wa jukwaa ambalo mgeni rasmi atakuwa mkuu wetu wa mkoa Dr. Zuberi Mela, ambaye atatufungulia jukwaa letu. Lakini baada ya pale kutakuwa na matukio mbalimbali. Kutakuwa na salamu kutoka kwa wadau kama ambavyo nimeeleza hapo awali, lakini vile vile tutakuwa na mada mbalimbali ambazo zitafundishwa kwa wanaushirika ili kuweza kuelewa masuala mbalimbali yanayojitokeza, lakini na majadiliano kuhusiana na shughuli mbalimbali ambazo ziko hapa. Kama nilivyosema awali, wadau wote wako hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna mada ambazo zitahusisha watu wa bank, kwa mfano kama benki kuu itakuwepo hapa, lakini vile vile tutakuwa na wadau wengine, watu wa stakabadhi za maghala, WRRB nao watakuwepo hapa, na wadau wengine mbalimbali, TMX watakuwepo hapa. Lengo nini? Lengo ni kuwapa elimu wanaushirika, lakini vile vile kama kuna changamoto zote kwa wanaushirika, basi wanaushirika waweze kuuliza maswali ili waweze kupata majibu kwa ajili ya kuimarisha ushirika. Hiyo siku ya kwanza. Lakini siku ya pili ambayo ni kesho, tutaendelea na mada mbalimbali ambazo tumeanza siku ya leo, na siku ya 3 ambayo ni siku ya mwisho tutakuwa na majumuisho sasa yale yote ambayo tumeyajadili kwa siku ya kwanza na siku ya pili. Lakini vile vile tutakuwa na tukio la kutoa tuzo. Tutakuwa tuzo kwa vyama vya ushirika ambavyo vimefanya vizuri. Vyama vya ushirika baina mbalimbali, vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS, na watapata fursa ambao wamefanya vizuri, watatoa tuzo. Lakini vyama vya ushirika vya mazao, vile vya level ya vyama vya ushirika vya msingi AMCOS, lakini na vyama vya ushirika vya mazao kwa level ya vyama vikuu tunaita unions. Kuwahamasisha kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani, masuala ya kupoteza fedha za watu, masuala ya kupata hati chafu, yote haya hatutaki kuyasikia. Na kweli tumeanza kuchukua hatua, tumeendelea kuondoa baadhi ya viongozi na watendaji ambao wamebainika kukiuka taratibu hizo. Lakini jambo lingine ambalo mrajisi wa vyama vya ushirika ameendelea kusisitiza ni kuhakikisha mali za wanaushirika zinafanya kazi stahili. Na sasa zoezi linaloendelea, tunaanza kuzitambua mali zote za vyama vya ushirika hapa nchini. Tumeshaanza kukusanya takwimu zao, na tayari tutakuwa na daftari ya mali za vyama vya ushirika vyote ambavyo vinamilikiwa na wanaushirika hapa nchini. Jambo lingine ambalo tunasisitiza ni kuendelea kuimarisha benki yetu ya ushirika. Kwa sasa tayari benki imeanzishwa na tayari imeshazindua Mheshimiwa Rais. Benki imeanza na mtaji wa bilioni 58 na wanaushirika ndio wamiliki kwa 51%. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wanaushirika wote kununua hisa na kuhakikisha tunaendelea kumiliki benki hii. Lakini jambo lingine ambalo tumeendelea kuhamasisha ni kuhakikisha ushirika unakuwa sawa kibiashara. Sio ule ushirika wa zamani ambao unakuta viongozi wamekaa tu wanasubiria ushuru. Hapana. Ni lazima tuhakikishe tunaanzisha viwanda vidogo vidogo. Badala ya kuuza mahindi, basi tuuze unga. Badala ya kuuza korosho ghafi, tuanze kubangua. Lakini pia hata kwenye upande wa mazao mengine. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha viongozi na watendaji kuhakikisha tunafanya kazi kwa weledi na busara zaidi. Jukwaa la ushirika ya mikoa ni kwa mujibu wa maelekezo ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Majukwaa haya yanatusaidia sisi wanaushirika kukaa pamoja kama wanaushirika, lakini pia na wadau wa maendeleo ya ushirika ili kujadili changamoto na mafanikio ambayo yanaweza kupatikana kwenye ushirika. Lengo kuu hasa ni kutoa elimu kwa wanaushirika
kupitia changamoto za ushirika, kupitia tafiti ambazo zinafanywa na wanaushirika na kuzitafutia uvumbuzi kwa kupitia majukwaa. Hilo ndio lengo kubwa ambalo linatukusanisha pamoja sisi wanaushirika kwenye majukwaa haya ya ushirika. Hata sisi pia ilikuwa ni moja ya changamoto ambao tunavyoingia madarakani tusumbua sana. Maana tulikuta bado tupo ushirika lakini si ushirika hai. Tukaweza kujichanganya na wenzetu ambao wameweza kuendelea katika mataasisi zao au katika mkosi zao, na tukaweza kupata mafunzo mbalimbali ya kiushirika ili tuwe na mfumo thabiti wa upangaji wa matumizi. Kwa mfano, kwa sasa tunatumia mfumo unaitwa MOVE ambao umesajiliwa moja kwa moja makao makuu. Tukiandaa makisio yetu na bajeti yetu yanapitishwa kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na ikifanikiwa kupitishwa mkutano mkuu wa wanachama zeni tunaenda kuwasilisha kwa mrajisi. Akishapitisha inakuwa makisio hai na mapato na matumizi yaliyokuwa hai ambayo yatatumika kwa msimu huo.